الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد علك النجاح بتقواه جل في علاه، حيث أثبت ذلك الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ndugu zangu katika imani, mara baada ya utangulizi huu mfupi na shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala na zile sala zilizojaa yaqini kabisa na amani kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo hii tukiwa ndani ya Aljumaa tutakwenda kukumbushana baada ya wasia huu na kuangalia athar wasail al-i'lam. Tutakwenda kuangalia athari za matumizi ya mitandao ya kijamii. Wasail al-i'lam kama taarifuna, mitandao ya kijamii kama mnavyoifahamu, kwa namna mnavyoifahamu kwa majina yake na kwa vigawanyo vyake, huwa ina athari katika maisha ya Muislamu, na athari siku zote isijengewe ya kuwa kwamba ni athari mbaya tu, bali athari yaweza kawa ni mahmudun au madhmumun. Yaweza kawa ni athari ambayo inashukuriwa, ni athari nzuri, au ikawa ni athari ambayo ni madhmumun, ni athari ambayo ni mbaya, inasemwa vibaya na haifai katika jamii ya Kiislamu. Lakini jambo la kwanza la kufahamu ni kwamba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ya hakika kwa neema za Mola wako zisimulie. Hii ni neema. Mitandao ya kijamii kwa Waislamu ni neema ambayo kwa macho ya kibinadamu ataweza kuipa nafasi yake mwenyewe, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuumba vitu, na anaviumba vitu wanadamu wasivyovifahamu. Miongoni mwavyo ni kama hii mitandao ya kijamii haikuwa hapo katika enzi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo hivi sasa, lakini ni neema. Muda huo huo ni'matu dha haddain, ni neema ambayo ina ncha mbili, imma laka au alaika, imma iwe ni nafasi na fursa kwako wewe au iwe ni dhidi yako. Hakadha hada Allah subhanahu wa ta'ala al-insan, hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala amemuongoza mwanadamu, akamuongoza njia imma shakiran wa imma kafura, imma mwanaadam au ni mwenye kushukuru au mwenye kukufuru. Haya ni machaguo yake. Lakini mitandao ya kijamii ina athari nzuri na athari mbaya. Kila mmoja anajiona kwa nafasi yake anastahili kuingia katika mitandao ya kijamii na kuitumia na kustafidi nayo, lakini hivi kweli kila mmoja mwenye kuingia kwenye mitandao hiyo ana dhawabiti zinazomruhusu kuingia ndani yake? Hivi ewe mtumiaji wa mitandao hiyo, naam, ni neema kutoka kwa Allah, sawa, tunakubali. Ni kweli unazifuata dhawabiti
vidhibiti vitakavyokuacha salama wakati utakapoingia kutumia mitandao hiyo ya kijamii. Na miongoni tutakayoangazia, tutaangalia dhawabit au shurut, sharti ambazo mtu kuzitekeleza hakutakuwa na neno wewe kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kutumia. Lakini ikiwa bado unataraddadi, bado imani dhaifu, nasaha zetu ni kwamba aula zaidi ijtinabun, bora zaidi ukajitenga. Kwa nini? Kwa sababu ni neema ambayo ina ncha mbili, imma laka au alaika, imma iwe ni fursa kwako kwa ajili ya kutengeneza akhira yako na dunia yako, au iwe ni dhidi yako, utengeneze dunia yako kisha uridhike, lakini akhira ukakutana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, unavyooni umejitahidi katika mambo yote ambayo huwa yana faida ndani yake na hasara ndani yake, kwa matumizi binafsi ya mtu mwenyewe, huwa wanavyuoni wanaweka shuruti mbalimbali. Mathalan, mwanadamu kaumbiwa matamanio ya kufanya mambo mbalimbali. Zuyina linnasi hubbu shahawat, mwanadamu anapenda matamanio, lakini haya matamanio kama utayaendea kinyume na misingi ya dini yetu, tahamaki, umepotea, huonekani we. Jambo la kwanza miongoni mwa mambo ambayo itakiwa uyafahamu unapoingia katika wasaili al-i'lam, mitandao ya kijamii kama Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, lazima an takuna mustash'ir, istish'ar muraqabatullahi ta'ala, uhisi kwamba upo na Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo unapokuwa ndani ya mitandao yako. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Ma yakunu min najwa, hawawi katika mazungumzo, minongono, siri yoyote wanaadamu wakijitenga au wakiwa sehemu ya dhahiri, isipokuwa kama watakuwa ni watatu, Allah ni wanne wao. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala wakiwa ni watano wasifahamu ni peke yao, Allah ni wasita wao katika ilmu yake. Wala adna min dhalika, wala wakiwa pungufu ya hao, wala akthara, wala wakiwa zaidi ya hao. Mmoja pia Allah anakuwa ni wapili wako. Kundi na jopo, kongamano, vikao, Allah naye yupo na ninyi katika ilmu yake, anaona kila jambo linaloendelea katika maeneo yenu mliomo. Haya ni mafunzo makubwa na ni msingi mkubwa na ni sharti kubwa. Kila mmoja anapoingia katika mitandao ya kijamii afahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuona na yupo naye katika jambo analolifanya huko katika mitandao hiyo. Hili jambo la kwanza kama sharti. Jambo la pili, ikhlas an-niyya, utakase nia yako pale ambapo unapokuwa umeingia kutumia wasaili al-i'lam. Unaingia kwa lengo gani katika mitandao yako ya kijamii? Uitumie linaf'i nafsi wal ghairi, utumie mitandao ya kijamii kwa ajili ya kunufaisha nafsi yako, lakini pia na wengine. Mtu bora kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akasema, ahabbu an-nas ila Allah ta'ala anfa'uhum lin-nas, mbora watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kunufaisha watu. Baada ya kutanguliza nafsi yako ukunufaika, naam, nafsi yangu, kwanza uangalie maslahi yako binafsi. Tengeneza nafsi yako kwa ajili ya kuchuma thawabu ndani mitandao ya kijamii, kufanya da'wa, naam, nafsi yako, kisha angalia unatengeneza kwa ajili ya wengine. Wewe utakuwa ni mtu bora wewe. Usilisahau hili, ukafuata matamanio yako peke yako, ukaamua kuharibu sehemu ili mradi manufaa yarejee kwako na wengine mwaharibia. Ala, jambo hili halipo sawa sawa kabisa. Kwa hivyo ikhlas an-niyya, takasa nia kwa kuitengenezea nafsi yako na watu wengineo mansib mazuri katika mitandao yako ya kijamii. Hili ni jambo adhim. Lakini pia unapoingia kwenye mitandao ya kijamii katika kutengeneza nia yako njema, hebu fanya da'wa kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikhlasi nia ifungamane na vitendo ambavyo vinavyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwavyo ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye mitandao ya kijamii ndiko kwenye fursa kubwa ya watu kukumbushana majambo, na watu wameingia kwa wingi sana huko. Walingania watu kwa ilmu, kwa sababu kama utazungumza kwa matamanio yako na vinavyojiri vikakusukuma uongee na uchangie, ucomment, ulike, wakati huo unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi aliwahi kuyasema, aslu aljahl aslu kulli sharri, ujinga ndicho chanzo cha kila shari. Wal ilm aslu kullu khair, na ilmu ndicho chanzo cha kila khairi. Ikiwa utazungumza utasaidia watu, naam, na nia njema we, lakini ukazungumza bila ilmu, wallahi pengine ukakosea na madhara kukosea tarudi kwako. Lima lam tasal idh lam ta'lam, kwa nini haukuuliza wakati ambapo hukufahamu we? Ukaona ni fahari kubwa kuchangia, ukaona kwa nini sauti yangu iwe mwisho, na mimi nafahamu ni mtu ambaye naonekana online kila siku, hili jambo bwana nijitahidi basi walau neno nifahamike kama nipo online. Ukachangia, na ili hali huna ilmu nalo, ukapoteza watu, dhima kwako utaibeba siku ya kiyama. Lakini kadhalika tajannubul muharramat, sharti jingine ya tatu, kujiepusha na mambo ya haramu. Mithlu alghiba, mfano wake kusengenya, annamima, umbea, nashru suwarul ariya, kusambaza picha za utupu. Haya mambo yanawakuta watu wengi. Jiepushe na mambo ya haramu, wapo huko mitandaoni. Naam, tumeumbiwa sisi haya mambo ya ulimwenguni, wasilatun ila al-akhirah, ili tuweze kufika akhira tukiwa ni watu ambao tumejiwekea mambo mema kwa wingi zaidi. Lakini huko katika mitandao ya kijamii tunapokwenda kutafuta hizo thawabu kwa wenye nia njema, kuna mambo ya haramu yapo wazi wazi jamaa. Ikiwa haujafahamu haya, nasaha usiingie huko. Kuna watu ni dhaifu katika nafsi zao, hawawezi kujizuia. Anaona maneno pale yanapita, angalia hapa, usipitwe na hili, na yakaona ana ahlan, mimi ni bora zaidi kuliangalia hili, nisipitwe nalo, akaingia. Kumbe kaingia kuangalia mambo ya haramu. Haya yatakuwa ni maangamivu makubwa katika nafsi zetu, ambayo yatapelekea kuharibika akhira yetu. Kadhalika sharti jingine, atathabutu min al-akhbar kabla nashriha, kuthibitisha habari zinazojiri huko mitandaoni kabla ya kuzieneza. Hatuambiwi tusizungumze kule, lakini kafa bil mar'i ithman, kafa bil mar'i kadhiban, yatosha binadamu mtu kuwa ni mwongo, an yuhaditha kulla ma sami'a, kwa kule kuzungumza kila akisikiacho. Nimesikia hili nami ngoja nisaidie nilieneze. Share kwa watu kadhaa kadhaa, kwa watu 15 20 ana share, kumbe maneno yamechanganywa ili kuwafitinisha watu. Lazima uthibitishe habari, uyaone haya ni sawa mimi comment na kushare, uyaone haya mimi ni ahlan kweli kama Muislamu, tabia yangu inaniruhusu kuyafanya haya. Thibitisha habari. Uongo ni dhima kubwa. Alkadhibu yahdi ila alfujur walfujur yahdi ila an-nar. Na uyaone yale mitandaoni yanayojiri, ujue mansibu ya Muislamu katika haya ni yazungumze vipi. Baada ya kuthibitisha habari hizi, ni watoe katika janga la ufahamu mbaya Waislamu wenzangu katika hili. Hii ni wajibu wako, unaingia. Ndio maana ni kama ni shurti kubwa ambayo unatakiwa udhibiti kwanza kabla kuingia katika mitandao hiyo ya kijamii. Ghaddu al-basar wal fitna, kadhalika kufumba macho na kujiepusha na fitna. Unapokuwa ndani ya mitandao ya kijamii, jitahidi kufumba macho. Macho haya, macho
yanakuwa na hukumu ya uzinifu kama yatangalia haramu. Wakati mwingine mikono yako pia itakuwa na hukumu ya uzinifu, mezeni hiyo. Miguu yako vile vile. Ghaddu albasar, fumba macho. Na ndio maana katika Uislamu kumeweka istidhan, kunatakwa ruhusa wakati ukiingia hata kwenye majumba ya watu. Si kuingia tu bwana kwa ndugu yangu, jirani yangu, hodi mara moja kisha fungua mlango kaingia. Kosa hilo. Nabii sallallahu alaihi wasallam, bwana mmoja alienda kwa Mtume kisha akagonga hodi huku akichungulia katika tundu la moja nyumba zake, na Mtume yupo ndani akijikuna kuna kichwa chake kwa kitana. Mtume alivyofahamu kama huyo bwana alikuwa ananitazama kupitia tundu la nyumba yangu, alikasirisha jambo hili, akasema, ningelifahamu kitana hiki nilichokuwa nacho ningekipitisha kwenye tundu uliokuwa ukitungulia kunichungulia mimi, kisha ni juu yako kama macho angepasuka alaika. Kisha akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-istidhan min ajli al-basar, si vinginevyo ruhusa imewekwa katika sharia kwa ajili ya kuhifadhi macho. Macho yamewekewa ruhusa, omba idhni ya kuingia pahala, kisha ukiidhiniwa, karibu sana, ingia. Isitoshe kwamba kugonga hodi ni kumjuza mtu mwenyeji kwamba bwana mimi nimefika. Hapana, pia ni kumwandaa mwenye nyumba, kuweka mazingira tayari. Jambo hili fulani hataki kuliona, jambo hili hataki kulisikia, yeye anajiandaa kupokea wewe. Walaita istiqbalu albab, wala sio kuelekea mlango, akifungua tu tayari ushaona kila kitu ndani. Si hivyo. Hasa mtandaoni unakuwa ni mwenyewe, ilmu yako ndio inakuongoza kwamba hapa nina ruhusa ya kuingia, nina ruhusa ya kuangalia kitu fulani, na hapa sina ruhusa. Ilmu yako ndio inakuongoza hapo. Na hapa vijana wengi tunaanguka, hata watu wazima tunaanguka. Mtu anajipa muhla, lakini naangalia tu taarifa, nini unaangalia? Lazima uwe na taratibu za kuyafundisha macho yako yaangalie vile vinavyoyahusu. Waqul lilmu'minin, waambie waumini, yaghuddu min absarihim, wafumbe na wahifadhi macho yao. Kadhalika waqul lilmu'minat, pia vile vile waambie waumini wa kike, yaghuddna min absarihinna, wahifadhi macho yao. Macho yanatakiwa yawe na stara katika mitandao yetu ya kijamii. Kadhalika hifdhul waqti wal wajibat, sharti jingine kuhifadhi wakati na wajibat. Tunatumia mitandao ya kijamii, naam, Muislamu haitakiwi kuwa nyuma. Lazima ujue yanayojiri ulimwenguni ni yapi. Sasa hivi mbona mambo yamepanda bei, ujue kuna jambo linaendelea. Au wakati huu ni wapi niwaombee dua kati ya watu hawa na hawa katika mitandao ya kijamii, mambo yanaendelea. Au nijizuie niseme tu Allahumma ahliki adh-dhalimina bidh-dhalimin, ya Allah waangamize madhalim kama dhalim, kisha utusalimishe sisi baina yao. Haya maneno yapasa niyaongee kwa hicho nilichokiona katika mitandao ya kijamii, au bado mimi ni mtu gani katika haya? Pamoja na hayo, wakati wako utauchunga. Kama unaona huwezi kuchunga wakati na utamaliza wakati, wajibat kama swala zitakupita wewe katika mitandao ya kijamii, ahra zaidi usiitumie. Mambo ya wajib yanatangulizwa, ahra zaidi usiingie, kwa sababu wakati ni jambo adhim. Mathalan, mfano wa kupoteza wakati, mtu na mafaili 5 mpaka 6 ya mitandao ya kijamii, lakini yote kwa siku moja unataka uingie na ufanye jambo kule. Itawezekana vipi wewe? Utakula wakati lazima, utapoteza muda, kuna mambo ya muhimu utayasahau, kisha utachelewa kulala, kisha kazini kwako utakuwa mvivu mzembe, unalala mpaka unajificha chini ya meza. Bosi akija mniamshe. Kadha, hii ndio amana uliochukua kwa mfanyakazi wako, kwa bosi wako. Hivi ndivyo uliingia mkataba na ukasaini, na Muislamu atakiwa apoteze haki za watu. Hivi ndivyo makubaliano yenu. Huoni kama haki za watu unazidondosha? Na huoni kama majukumu yako huyatekelezi ilivyo? Mwisho wa siku final unakwenda kuandikiwa barua, bwana wewe
tunakupa likizo fupi kidogo. Kisa nimefanya nini? Pumzika kwanza kidogo tu, kisha unaenda kujitathmini mwenyewe, unaangalia kazi zako ulivyozifanya. Wakati umeutafuna kupitia mitandao ya kijamii, ukakusababishia madhila ya kupoteza majukumu yako na sehemu ya kuchuma riziki yako. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana kutumia mitandao ya kijamii katika njia ambazo sheria inaridhia, kwani kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kuulizwa, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Ndugu zangu katika imani, wasail al-i'lam, mitandao ya kijamii ni nyenzo kubwa sana ya kuinua umma, lakini pia ni nyenzo kubwa ya kudidimiza umma, hasa umma wa Kiislamu. Wasiokuwa Waislamu hapa hawana shida kabisa, wao wanatabahara wanapotaka. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya, wao hawa watu wengine wasiojali Uislamu, makafir, ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya, wanafahamu ya dhahiri tu katika mambo ya ulimwenguni, wa hum anil akhirati hum ghafilun, lakini katika akhira wao wamechoka mno, ni wazembe kupita kiasi. Ghafilun ni wajinga, wafahamu katika mambo ya akhira. Wao wanaangalia mambo madia, mambo ya kawaida ya kila siku, lakini nafsi zao hawazijali. Dhahira min alhayati dunya. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu, amesema Ibn Abbas akitafsiri aya hii, al-kuffar yaarifuna umran ad-dunya, makafiri wanajua kuijenga vizuri dunia. Wa hum an amri ad-din juhal, na wao katika jambo la dini ni watupu kabisa, hawafahamu, hawaelewi. Wao ndio wameshika kasi kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu ni sehemu kubwa kwa wao kuchuma riziki. La halali walitupe, la haramu waliingiza humo, la yubalun, hawajali. Midhali waingize chochote na maisha yaende. Na Muislamu uwe hivyo, bali wewe lazima ufuate kanuni maalum kama sheria hizo au sharti hizi tulizozitaja. Uhisi kama upo na Allah subhanahu wa ta'ala muda wote, utakase nia yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jiepushe na mambo ya haram, uthibitishe habari ambazo unazitoa, uhifadhi wakati, uhifadhi macho yako pia vile vile. Baada ya kuyatimiza haya, Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, zahimu ahla al-batil fi internet, wazongeni wale watu wa batil katika mitandao ya kijamii. Ingieni huko, sharti hizi mmetimiza tayari sharti hizi mmeweza kuziweka katika mikono yenu, mmedhibiti. Ingieni mwazonge watu wa batil katika mitandao. Waislamu si watu wa kunyosha mikono tu, hao watu wanajua ni dunia yao bwana, bali sisi tuna nafasi kubwa, kwa sababu umma wa Kiislamu wote asilimia kubwa unapatikana ndani ya mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ujue kwamba kalima moja, neno moja linafaa kuwapoteza watu wengi katika ulimwengu huu kama litakuwa ni baya, lakini pia neno moja lako zuri litakuwa na nafasi kubwa ya kuongoza watu wengi ikiwa kama lina ikhlas, lakini pia ikiwa wale watakaoliona ni watu ambao wana ilmu na maarifa. Kwa hivyo tunapasa kuingia huko ala basira wa ilmu, kisha tuwazonge hata la yasa lahum aljaw, paka isije kapamburukia kwao wao sasa wanajitawala. Bali muslimun yaarifuna qimata dinihim, waislamu wanafahamu thamani ya dini yao. Kwa hivyo lazima utaipigania aina ma yakun, popote wawapo. Na moja katika salaf akasema, kuhimiza watu kulingania katika njia ya Allah na kuwakumbusha watu hili ni jambo zuri, hili ni baya. Akasema, idha sakatta anta wa sakattu ana famata ya'rifu aljahil as-sahih min as-saqim, pindi utakaponyamaza wewe na mimi nikanyamaza, vipi yule asiyefahamu atajua hili ni zuri na baya?
Haipasi Muislamu kukaa kimya wakati anapoona majambo yanaharibika na ana elimu ya kuyazungumzia. Itakuwa ni wajibu kwake yeye kuzungumza na kuokoa umma ili umma ubaki katika salama na amani. Ndugu zangu katika imani, tupo katika vita kubwa ya kusimamisha maadili na heshima na kusimamisha Uislamu kwa njia mbalimbali, hasa pia mitandao ya kijamii. Hili ni jengo imara atakiwa tulijenge, jengo la maadili, ili Muislamu aishi katika misingi iliyokuwa ya haki, misingi ya sawa, bila kupoteza matendo yake yaliyokuwa mema. Mata yablughu albunyanu yawman tamamuhu, wakati gani jengo hili litatimia ukamilifu wake katika ujenzi? Idha kunta tabnihi wa ghayruka yahdumu, ikiwa kama unalijenga wewe na mwingine anabomoa. Falau alfun banin khalfahum hadimun kafa, laiti kama wajenzi 1000 nyuma yao kuna mbomoaji mmoja anatosha kubomoa jengo hilo. Fakaifa, vipi leo bibanin, mjenzi ni mmoja, khalfahu, nyuma yake 1000 hadimun, kuna wabomoaji 1000. Leo wanaotengeneza jamii katika mitandao ni watu wachache sana. Usidhanie kama jengo la maadili litatimia kwa haraka hivyo, bali tutarajie mafasidiko makubwa ikiwa kama tutakaa kimya na tutawazonga hao wenye kuharibu maadili yetu haya. Ya bora ukaonekana wewe ni mgeni na ni mshamba na hujui chochote, huwezi kutumia mitandao ya kijamii mbele za watu, lakini kwa Allah ukawa ni bora. Tuba lilghuraba, pongezi ziwaendee wale wanaonekana kama ni wageni katika majambo haya, lakini huku wakifanya khairi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.